الثاني لبيل أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة kwamba sisi tutakapokuwa tumewafanyia uwiano, lugha nyepesi za kufanya hivyo kusema hivyo, maana sema tukiwakabilisha, tukiwafanyia uwiano, kwamba sisi tukiwafanyia uwiano watu ambao wao katika njia ya Ash'ari, birijali alladhina hum ala tariq as-salaf, na watu ambao katika njia ya as-salaf. Tuchukue watu katika njia ya salafi, hawa watu walio katika njia ya Ash'ari ni hawa, tufanye uwiano. Wajadna fi hadhihi at-tariq, tutawakuta waliokuwa katika njia hii as-salaf, hum ajallu wa a'zam wa ahda, tutawakuta wao ndio watu watukufu, ndio watu wakubwa zaidi, ndio walioongoka zaidi, wa aqwam, na waliokuwa katika unyoofu zaidi, min alladhina ala tariqi al-ash'ari, kuliko wale ambao katika njia ya Ash'ari. Mtu atasema itawezekana vipi wewe Muhammad ibn Abdul Wahhab au ibn Taymiyyah? La, fal a'immatul arba'a. Tuanze hapo kwanza. Maimamu wanne: Abu Hanifa, Malik, Ash-Shafi'i, Ahmad, rahimahumullah ta'ala, a'immatul huda hawa, ashabu al-madhahib al-matbu'a, wenye madhhabu yenye kufuatwa. Laisu ala tariq al-ash'ari, hawakuwa katika njia ya Ash'ari. Sasa hapa palikuwa panataka ufafanuzi wa akwali za wanaochuoni walizungumza zamani. Wasema umetoa aibu watu fulani wa madhhabi ya Shafi'i, wameacha madhhabi ya imamu wao wakafuata madhhabi ya Abu al-Hasan al-Ash'ari, wameacha madhhabi ya imamu wao wakafuata madhhabi ya Abu al-Hasan al-Ash'ari. Abu al-Hasan amefariki mwaka gani? 300 na ngapi? Mbona msema tu jana tu 300 na ngapi? Abu al-Hasan al-Ash'ari kafariki mwaka 300 na ngapi? Watakiwa wajue. Miatatu na ngapi? Sisikii. 324. Sawa, ndio mwaka aliofariki Abu al-Hasan al-Ash'ari, ambapo al-Imam Shafi'i amefariki mwaka gani? Semeni haraka. Mwaka 204. Kutoka 204 mpaka 324, miaka 100 na ngapi? 120. Kwa hiyo tukigawa nusu hapo au thuluthi mbili, lakini miaka mwaka aliozaliwa Abu al-Hasan hujulikana, lakini tumpe miaka 80 kwamba kaishi miaka 80. Al-Imam Shafi'i alifariki miaka 40 kabla ya kuzaliwa Abu al-Hasan al-Ash'ari. Sasa ongeza 40 mingine alipokuwa katika madhhabi ya Mu'tazila, turudi pale pale kwenye 80, miaka 80. Sawa. Je, hapa kipindi chote hiki, kwanza hawa watu wote walikuwa kwenye kipindi hiki cha miaka 80 kabla Abu al-Hasan hajapatwa na uongofu na kusimama katika haki. Hawa watu wa miaka 80 wote walikuwa wakiishi wapi? Wakiwa na madhehebu gani? Manake haki ni ile ambayo kwa Abu al-Hasan. Sasa hawa walikuwa katika madhhabu gani? Mashaikh zake na mashaikh wa mashaikh zake, bali maimamu sasa hawakuwa wakiitakidi kitu. Madhehebu yao yalikuwa ni yapi? Utasema madhehebu yao ndio yale, lakini Imam Shafi'i yeye akaja tukakusanya kile ambacho kimesemwa na maimamu akakitengeneza vizuri akawe ni imamu katika. Si kweli, sio kweli.
ndio maana madhehebu yake ni madhhabu ya khalaf, na hili hakuna anayelipinga. Na madhhabu ya imma ni madhhabu ya salaf, na baina ya madhhab ya khalaf na salaf bainahuma khilafun dhahirun bayinun, baina yao kuna khilafu iliyo wazi kabisa katika mambo ya msingi kabisa. Miongoni mwa hayo ni masala ya tumetaja jana mambo matano, kwa madhhabi ya Ash'ari hawezi kuwa sawa sawa, kuna vitu kavitaja pale. Miongoni mwa hivyo nani anaweza kutaja ambavyo vinatofautisha? Ndio al-Faisal. Naam, kwamba kwanza ni khilafu ya madhhabi ya salaf, alafu kutaraju wale maulama wa ashaira kuja katika madhhabi ya salaf, tanaqud, jambo kubwa kabisa. Na kuna kingine na mustanaduhum, hapo ndo jambo kubwa kabisa. Musnadu haulai wa haulai, wao wamezikataa sifatu af'aliyya al-ikhtiyariyya za Allah jalla wa ala kwa sababu ya kipengele cha hululul hawadith. Mambo marefu yataka ufafanuzi zaidi. Wakazikataa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sifatul kalam, kuna watu wameuliwa kwa sababu ya kutetea kwamba al-Qur'an kalamullah ghairu makhluq, ambapo madhhabi Ash'ari hayako hivyo katika sifatul kalam, ni kinyume kabisa na nini, na madhhabi ya salaf. Kwa hiyo vipi iwe kwamba haya ni yani na katika tofauti? Tuendelee kidogo kwa sababu naona maneno hayatakwisha, alafu tutazungumza vitu hatutavidhibiti kwa wepesi, maana itakuwa kama vile muhadhara, tuelewe kwenye kitabu. Kwa hiyo tunapofanya mukabala, kwa maana kufanya uwiano baina ya imma wa ashaira na imma wa salaf ambao ni immatul huda, kwanza na immatul arba'a, chukua hao wanne na kuongezea wal hammadain, na Hammad wawili, Hammad bin Salama ibn Dinar na Hammad ibn Zaid ibn Dirham al-Jahdami, walikuwa katika madhhab ya salaf. Kadhalika al-Auza'i, kadhalika Sufyanain, Sufyan bin Uyayna wa Sufyan al-Thawri, na al-Layth bin Sa'd. الليث بن سعد معروف إمام، وأبو عبيد القاسم بن سلام إمام، نشعبة بن الحجاج البسطامي، نا البخاري، نا مسلم، نا أبو داود، نا الترمذي، نا النسائي، نا ابن ماجه، نا الإمام شمس محمد ابن إسحاق بن خزيمة، ونميت إمام الأئمة في وقته. أنا كتاب التوحيد، na kitabu katika hadithi sahihi ya Ibn Khuzaimah. Abu Bakar Muhammad, kunia yake ni Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah ash-Shafi'i, imamul a'imma. Kadhalika al-Imam Ibn Manda, Abu Nuaym al-Asfahani na mfano wa hao katika daraja yao. Utakapowafanyia ulinganifu hawa na imma wa ashaira, utakuta ni mahali pambali sana. Ukisogea tena katika tabi'in au ni atba'u tabi'in, kile kwenye tabi'in utakuta Saidi wawili pale, Said bin Jubair na kuna Said ibn al-Musayyib, maimamu wakubwa katika hadithi, kina al-Hasan al-Basri, wote katika madhhabi ya salaf. Na waliokwenda katika mwendo wao kina Urwa ibn Zubair, kina al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr, kina Sha'bi Amir bin Shurahil na mfano wao, hawakuwa katika njia ya Ash'ari, bali walikuwa katika madhhabi ya salaf. Na baadhi yao maneno yao yamenakiliwa na maimamu katika vitabu vyao. Hakuna maneno yaliyo wazi kama maneno ambayo al-Imamu Dhahabi amenukuu kwa sanadi yake kutoka kwa al-Imamu al-Auza'i
kunna wattabi'una mutawafirun. Na tamalizia maneno shasema mara nyingi tukasema neno kuhifadhiwa. Nani atasema tutolee? Sikai tu kusikiliza hivi, ukiwa na nini pia mseme mchangie. Kunna wattabi'una mutawafirun. Naam. Inna Allaha mustawin ala arshihi. Mwisho. Sisi tulikuwa tukisema na hali ya kuwa tabi'una wako wengi, tunasema kwamba Allah yuko juu ya arshi yake. Haya ni maneno yanayozungumza al-Auza'i kama vile anaeleza ijma'i. Sasa tukifanya mukabala, sisi tunawapa Shafi mmoja tu, wataje wako. Tunawapa Ahmad bin Hanbali mmoja tu, wataje wako. Tutataje kina nani wewe? Umefahamu eh? Hatuja kwenda kwa masahaba. Jaili hicho na kizazi kilicho bora kabisa. Wa idha irtaqaita ila man fawqahum min at-tabi'in, tushawataja. Na utakapopanda juu, utakapopanda kwenda kwa waliokuwa juu yao katika tabi'in, kama hao tuliwataja: Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Musayyib, Urwa ibn Zubair, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr, Amir bin Shurahil ambaye ni Ash-Shabi. Ukienda juu utawakuta hao, anasema lam tajidhum ala tariq al-ash'ira, hutawakuta wao katika njia ya ash'ira. Wa idha alawta ila asri as-sahabati wal khulafa'i al-arba'ati ar-rashidin, na utakapokwenda juu zaidi, sasa utakapopanda juu kwenda kwenye asri na enzi ya masahaba na makhalifa wanne waongofu, lam tajid fihim man hadha hadwa al-ash'ira, hutakuta katika wao aliyefuata njia ya ash'ira fi asma'illahi ta'ala wa sifatihi, katika majina ya Allah tahali ya kuwa ametukuka na sifa zake, wa ghairihima, na katika hizo asma'ullahi wa sifati, mimma kharaja bihi al-ash'ira an tariqi as-salaf, katika yale ambayo ash'ira wametoka nje ya njia ya as-salaf. Sababu ash'ira katika asma wa sifat, katika masala ya iman, katika masala ya qadar, wamekhalif ahli sunnah wal jamaa. Katika masala ya qadar wana maneno mabaya, taarifu ya iman wana tanaqudhat, hawako sawa. Wa nahnu la nunkiru, na sisi hatupingi, anna li ba'dhi al-ulama al-muntasibina ila al-ash'ari, kwamba wana baadhi ya wanawachuoni wenye kujinasibisha na Abu al-Hasan al-Ash'ari wana nini? Qadama sidqin, utangulizi wa ukweli wao. Wana mambo utangulizi wema, wana utangulizi wema fil islami, katika Uislamu kuna mambo mengi mazuri wametanguliza, hilo halipingiki. Baadhi yao wako hivyo. Wadhabi anhu, na kutetea Uislamu. Walinayati bikitabillahi ta'ala, na kutilia umuhimu kukipatiliza kitabu cha Allah aliyekuwa ametukuka. Walinayati bikitabillahi ta'ala, na kukipatiliza kitabu cha Allah aliyekuwa ametukuka. Wengine ni muqri'un, ni watu waliosomesha Qur'an na wana qiraat, na kuna watu wamepatiliza Qur'an kwa kuifasir. Hilo jambo alipingiki, wapo. Wa bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam riwayatan wa dirayatan, na kuna kupatiliza vile vile sunna ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam kwa riwaya, kwa mapokezi na kukufahamu sunna, wakaisherehesha sunna. Wapo waliopokea sunna na wakaipokeza kwa watu, kina al-Bayhaqi hao na wengineo. Kuna baadhi ya mambo al-Bayhaqi amewafiki mashekhe zake kina al-Juwaini, na mwingine amekwenda nao kinyume, akawafiki madhhabi ya salaf. Ukisoma kitabu chake al-I'tiqad na kitabu chake al-Asma' was-Sifat, al-I'tiqad mujallad sahihi kabir, na al-Asma' was-Sifat katika mujallad mbili zilizohakikiwa vizuri kabisa. Ukisoma utakutana habari hizo. Al-Imam al-Bayhaqi na kadhalika wengineo, tutawataja baadhi yao insha Allah. Tukimaliza kusoma tutawataja baadhi yao.